wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibu katika tafakari ya neno la Mungu leo Dominika ya 33 ya mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Malaki sura ya 3 aya 19 hadi ya 20a. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 aya ya 7 hadi ya 12, na injili ni Injili ya Luka sura ya 21 aya ya 5 hadi ya 19. Karibuni tusikilize injili. Watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, Yesu alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutokia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye. Tena majira yamekaribia, basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa lingine, na ufalme kupigana na ufalme mwingine. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa na tauni mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla ya hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwatia magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu, na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, tukiwa tunakaribia kumaliza mwaka wa kanisa, masomo yetu ya leo yanatuelekeza kwenye uhalisia wa mambo ya mwisho, yaani mwisho wa ulimwengu, hukumu na ujio wa pili wa Kristo. Hivyo yatupasa kujiandaa vizuri kiroho ili baada ya maisha yetu hapa duniani tupate uzima wa milele. Nabii Malaki anasema Mungu anakuja kuhukumu kwa haki. Kwa waaminifu siku hiyo itakuwa jua la haki, kwa waovu moto wa hukumu. Mtume Paulo anakemea wale wanaoishi bila kufanya kazi wakisubiri tu miujiza. Katika Injili tunaambiwa kwamba tunaposikia habari juu ya mwisho wa dunia au mwisho wa maisha yetu, sisi tulio wafuasi wake Yesu haitupasi kuogopa, kwani Kristo yupo daima pamoja na sisi. Wapendwa katika Kristo, leo tunaalikwa tutafakari mambo manne ambayo karibu kila Mkristo anapaswa kuyakabili, hasa katika nyakati hizi. Ni vita ambayo kila mtu anaalikwa kupigana nayo. Tuna tahadhari dhidi ya udanganyifu. Hilo jambo la kwanza. Yesu anatoa onyo kali, angalieni msidanganyike. Manabii wa uongo wa leo wanatumia hofu na tamaa kuwavuta waamini, kuwadanganya mwisho umekaribia. Tunawaambia msiwafuate hao. Katika machafuko ya ulimwengu, usiruhusu hofu ikubainishie nini cha kuamini. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa manabii wa uongo. Wanapotosha juu ya mwisho wa dunia kwa kutoa tarehe za uongo.
wanahubiri injili ya utajiri wa haraka na kupotosha neno la Mungu na mafundisho ya kanisa. Tufanye nini basi? Tusome na kuliishi neno la Mungu na kuzingatia maisha ya sakramenti. Leo tunaishi katika dunia ambapo uovu unaonekana kushinda, waovu wanafanikiwa, wanyonge wanalia. Lakini Mungu anatuhakikishia siku itakuja ambapo kila kitu kitakuwa wazi. Kila machozi, kila maumivu, kila unyenyekevu hautapotea. Mungu atatenda haki kwa wakati wake. Pia tusikubali kudanganywa na uzuri wa dunia. Kama vile hekalu la Yerusalemu lilionekana imara lakini lilibomolewa, Yesu anatabiri kuanguka kwake kwa hilo hekalu. Hivyo hivyo, fahari, utajiri na umaarufu wa dunia ni wa muda mfupi tu. Mkristo anapaswa kuwekeza kwenye vitu visivyobomoka, vitu visivyoharibika: imani, matendo mema na kuishi upendo katika matendo. Vita dhidi ya hofu na kukata tamaa. Yesu anatuambia leo msitishwe. Anatutia moyo wale ambao tunaishi katika hali ya hofu. Tunaishi katika hofu ya vita, magonjwa, umaskini. Yesu anatuambia hayo lazima yawepo, lakini mwisho bado haujafika. Mateso si mwisho bali ni njia ya kutakasa imani yetu. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Petro, sura ya 1 aya ya 6 hadi ya 7. Lazima uwe na imani thabiti katika magumu. Katika familia zetu tunashuhudia mwenzetu anapopatwa na shida kidogo kama ugonjwa au kudorora kwa uchumi, anaanza kutafuta mbadala wa imani, kwenda kwa waganga wa kienyeji au kutafuta manabii wanaohubiri utajiri na uponyaji wa haraka. Pia badala ya kukata tamaa kama wale wa Thesalonike, tunaitwa kuishi kwa matumaini, kuweka bidii katika kazi zetu. Tufanye kazi. Uvumilivu si udhaifu, ni silaha ya watakatifu. Ni uvumilivu wa mama anayesali, anayepita katika nyakati ngumu kwa machozi na kwa ajili ya watoto wake, huku akimwamini Kristo, akiamini ushindi upo katika imani thabiti kwa Yesu Kristo. Ni uvumilivu wa kijana ambaye anatafuta ajira au anapitia changamoto mbalimbali, kuamini hata pale kila kitu kinaonekana kupotea, lakini bado anaendelea kubaki na imani kwa Yesu Kristo. Vita dhidi ya uvivu. Imani halisi inatufanya tuwajibike, tukatae uvivu, tupinge uvivu, kufanya kazi kwa uaminifu, kutunza familia na kusaidia wengine. Mungu anabariki mikono ya wenye bidii. Ukristo si kukaa tu kusubiri mwisho, bali kuishi leo kwa uadilifu na bidii katika kazi, huku tukiandaa kesho ya milele. Je, unatumiaje vipaji na karama mbalimbali ulizopewa na Mungu katika kujenga maisha yako ya kiroho na kimwili na jamii inayokuzunguka? Wajibika, fanya kazi yako kwa uaminifu, tumia karama, vipaji vyako kwa utukufu wa Mungu na kwa manufaa ya jamii. Mungu anapokubariki wewe katika kazi zako, unatakiwa kile unachokipata uwasaidie wengine. Ukumbuke wale ambao hawajajaliwa kama wewe. Na wengine tunaaswa tuache uvivu, usisubiri mwisho bila kujituma. Maisha ya Kikristo yanahitaji juhudi, si uvivu wa kiroho au wa kimwili. Ndugu zangu, Dominika hii inatukumbusha kuwa maisha yetu hapa duniani yana mwisho. Tusiishi tu kama vile maisha yetu ni hapa duniani tu. Hapana, yana mwisho. Yesu alikwenda kutuandalia maisha mazuri zaidi ya umilele mbinguni. Swala si lini mwisho utakuja, bali nitafanya nini na muda uliobaki ili mwisho unapofika niwe nimejiandaa vizuri. Tuna kila kitu cha kupoteza kwa ajili ya ufalme wa Mungu, utajiri, uzuri wa ulimwengu huu, na kila kitu unapoteza kwa ajili ya uzima wa milele. Tumwombe Roho Mtakatifu atupe neema ya kudumu katika imani na upendo, ili siku ile ya Bwana iwe kwetu siku ya jua la haki na wokovu, na si siku ya hukumu. Ni mimi Frate Edwin Peter Seria, mwaka wa 4 teolojia, seminari kuu ya Kipalapala.